Maisha gani tunayoyaishi katika dunia hii? Ni maisha ya taabu. Ni maisha gani tunayoyaishi katika dunia hii? Ni maisha ya taabu. Vitu vyote vitauzwa kwa bei ya dolari. Vitu vyote vitauzwa kwa bei ya dolari, na mashamba zitauzwa kwa bei ya dolari, na mashamba zitauzwa kwa bei ya dolari. Kweli hiyo ninasema kweli, yo ni ofu lake. Kweli hiyo ninasema kweli, yo ni ofu lake. Kweli hiyo ninasema kweli, yo ni ofu lake. Chini ya jua ni hatari, ni hatari, hatari sana. Unapopata mali usahau, unapopata pesa kuinuka. Hautaki mashauri kwa wenzako, hautaki kuongozwa na wachungaji, hautaki kuonyeka wamuona yule anayekupa shauri ni adui zako. Usijivune, usijivunie wali yote kweli upepo. Haleluya! Usijivunie mambo na mali ya dunia yote, kwa maana walikuwa navyo wameviacha. Usijitapie mali ya dunia wala kudharau ndugu yako mwenye hana, kwa maana leo na wewe unaweza kufariki na unaviacha. Maisha ina mzunguko, kuna kupata na kuna kukosa. Aliye navyo ameviacha, nawe pia usijivunie vya dunia. Amen. Elimu yako na mali yako, magari zako, manyumba zako, kukula yako, kuvaa yako, kulala kwako, safari zako. Ninamshukuru baba yangu Mzee Manga kwa kazi kubwa ambayo alifanya kwa jamaa yangu. Nina moyo wa shukrani kwa ajili ya Pastor Sylvain Mitima kwa kunilinda na kumilia kuniongoza kiroho. Sitakosa kushukuru mke wangu Furaha ambaye amenivumilia kwa siku za usoni kwa raha na tabu. Ninamshukuru Mama Fredi Mami ambaye ananichunga kwa hizi siku zote ambazo ninafanya hii kazi ya Injili. Ninamshukuru Mama Brigitte kwa kusapoti jamaa yangu na kuilinda mpaka kwa hii siku zote ambayo tumeishi ndani ya hii mji wa Bukavu. Ninamshukuru Da Natali kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwangu. Ninamshukuru Da Kito kwa maana yeye ni mshauri mkubwa wa jamaa yangu. Mungu awabariki.
Usijivunie, usijivunie, kwani yote